Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ataka mwaka 2026 uwe wa kufanya kazi kwa bidii, kudumisha mshikamano na uzalendo kwa taifa. Baadhi ya mashabiki wa soka nchini wapongeza hatua iliyofikiwa na timu ya Taifa Stars katika michuano ya AFCON 2025 inayoendelea nchini Morocco. Ni tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Heri ya mwaka mpya mtazamaji wa runinga ya Channel 10 kilicho bora kabisa. Karibu katika safari nyingine ya mwaka huu katika kupiana taarifa mbalimbali ambazo runinga yako ya Channel 10 imekuwa ikikuandalia, na hii ni asubuhi njema. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa rai kwa Watanzania kuendelea kufanya kazi kwa bidii, mshikamano na uzalendo ili kufikia malengo ambayo taifa limejiwekea. Katika hotuba yake kwa taifa jana iliyolenga kuaga mwaka 2025 na kukaribisha mwaka 2026, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekumbusha nyakati ngumu ambazo Tanzania ilipitia, lakini kwa uimara mkubwa imeudhihirishia ulimwengu namna inavyoweza kushughulikia changamoto zake yenyewe. Hata hivyo, amesema anaamini mwaka 2026 utaendelea kuwa wa mafanikio, kwani serikali imechukua hatua madhubuti na za kimkakati kuweka mazingira rafiki ya kisera, kisheria na kiutendaji ili kuongeza fursa za kibiashara, uwekezaji na nyingine za kiuchumi, kijamii na kisiasa kwa Watanzania wote. Nitoe rai kwenu ndugu zangu wa Tanzania kwamba tunapoendelea kulijenga taifa letu, tusikubali tofauti za kiitikadi au kimtazamo zitugawe na kutupotezea malengo yetu ya maendeleo na ustawi wa taifa letu. Sote tunafahamu kuwa tofauti ni sehemu ya demokrasia, lakini zisitumike kuligawa taifa la Tanzania. Narudia kusema kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja tu. Ndani ya jamhuri hiyo kuna Watanzania ambao wamejengwa na itikadi ya kuamini kwamba amani, umoja na mshikamano hujenga uzalendo na ndio virutubisho vinavyotuletea maendeleo endelevu na ustawi wa Watanzania. Ndugu wananchi, katika mwaka 2025 serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetimiza majukumu yake nchini na hata kikanda na kimataifa. Tumeweza kutimiza kamilifu wajibu wa wanachama wetu katika shughuli za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika, Jumuiya ya Nchi za Ukanda wa Maziwa Makuu, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Madola, nchi zisizofungamana na upande wowote na vile vile Umoja wa Mataifa. Tumetimiza wajibu wetu wa kulipa ada za wanachama, kushiriki mikutano, kujenga haiba na kulinda heshima ya taifa letu na kutoa mchango wetu kwenye shughuli za kimaendeleo, mazingira, siasa, ulinzi na usalama duniani. Aidha, mwaka 2026 Tanzania itaendelea kuimarisha na kudumisha ushirikiano wa kimataifa na kikanda. Vile vile, Tanzania itaendelea kutumia diplomasia ya uchumi kuvutia uwekezaji, kukuza biashara na kujenga ustawi wa watu wake, sambamba na kusimamia ulinzi wa taifa na mchango wake katika amani na usalama barani Afrika na duniani kwa ujumla. Na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeahidi itaendelea kushirikiana na sekta binafsi ili kuhakikisha uwekezaji unazidi kukua na kuimarika nchini. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah ameeleza hayo katika uzinduzi wa mradi wa hoteli ya Matemwe Attitude iliyopo Kijini, mkoa wa Kaskazini Unguja, ikiwa ni mwendelezo wa shamra za maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Amesema kuimarika kwa mazingira bora ya uwekezaji ndiko kuna wavutia wawekezaji kuendelea kuwekeza kwa wingi Zanzibar, jambo linalochangia kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa ajira kwa wananchi wazawa na kukuza uchumi kwa jamii na wazunguka. Uwekezaji kila siku una faida nyingi sana, na nchi yoyote ambayo imejikita kwenye uwekezaji, hiyo nchi inakuwa ni nchi ya mafanikio. Nasi Zanzibar, suala zima la uwekezaji limetusaidia kwa asilimia kubwa. Nimeona pale ZIPA wameeleza zaidi ya miradi 550 imeshasajiliwa, watu wanaendelea kuwekeza. Kwa kweli hii ni historia
ndani ya Zanzibar. Hongereni sana kwa kazi nzuri. ZIPA mmefanya kazi kubwa sana. Aidha, Mheshimiwa Hemedi amewasisitiza wananchi kutoa ushirikiano kwa wawekezaji sambamba na kulinda mila, silka na tamaduni za Kizanzibari, lakini pia akiwataka wananchi walioajiriwa hotelini na sehemu nyingine za uwekezaji kufanya kazi kwa umakini na uadilifu. Sisi ambao tumepata kazi, nimeambiwa zaidi ya 96 ni wafanyakazi kwa maana ya Watanzania. Sisi ambao tumepata kazi, naomba tufanye kazi kwa umakini, kwa uadilifu, lakini tufuate maelekezo ya waajiri wetu ili badala ya kupungua wapate nafasi ya kufanya mradi mwingine, Wazanzibari tupate nafasi nyingine. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa hoteli hiyo ya Matemwe Attitude, Ravin Unithia, amesema ameamua kuwekeza Zanzibar kutokana na amani na utulivu uliopo, mazingira mazuri ya uwekezaji na wananchi kuwa tayari kutoa ushirikiano kwa wawekezaji. Eden Bahati, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Mkinga Gilbert Kalima amesema ujenzi wa chuo kikuu cha Mzumbe tawi la Tanga katika wilaya hiyo unakwenda kufungua fursa mbalimbali ikiwemo upatikanaji wa huduma muhimu za kijamii karibu na wananchi. Chuo kikuu Mzumbe kinajenga tawi la chuo hicho kwenye kata ya Gombero iliyopo wilayani Mkinga, ukiwa ni mradi wa elimu kwa mageuzi ya kiuchumi. Uwepo wa chuo chetu, chuo kikuu Mzumbe hapa, kinafungua fursa nyingi katika maeneo yetu. Biashara zitafanyika vizuri, huduma za kijamii zitafanyika vizuri, kama ambavyo tumeenda kugoa, tumeona hapo zahanati nzuri ya viwango inajengwa hapa. Wanagombero hawatakuwa na nafasi ya kukimbia tena mbali kupata huduma, watapata huduma hapa kwa sababu wataalamu watakao kuwa hapa watakuwa ni wataalamu wa viwango vya kutosha. Matarajio ya serikali ni kuwa ifikapo Oktoba 2026 chuo hicho kitaanza kupokea wanafunzi kwa awamu ya kwanza. Tunataka katika kipindi hiki ambacho tupo na katika kipindi cha mpango mkakati ujao wa 6 miaka 5 ijayo tufike mahali ambapo hii campus inafika kwenye kiwango ambacho kwa mujibu wa mpango mkakati ule tutakuwa tumeshakifikisha chuo kwenye eneo zuri sana kuitwa campus. Akizungumzia utekelezaji wa mradi huo, mkadiriaji majenzi upande wa mkandarasi Geoffrey Godfrey ameeleza hatua za kukamilisha kwa kuwa umegawanyika katika awamu mbili. Mkataba wa kwanza ambao ni lot 1 unajumuisha majengo matatu. Jengo la kituo cha afya, jengo la utawala na jengo la cafeteria kwa maana ya jengo la chakula cha mahali hapa chuoni. Na mkataba huo thamani yake ni bilioni 6.104. Tumekuwa na uwezeshaji wa namna mbalimbali, capacity building ambayo imefanyika kwa wanataaluma, kwa wanafunzi, kuhakikisha kwamba tunatoa wale wanafunzi wetu wanaenda kujiajiri. Chuo kikuu Mzumbe kinafahamika duniani kwa ubora wake. Kwa hiyo watu wanapozungumzia chuo kikuu Mzumbe kidunia, then na Gombero nayo inatajwa na Mkinga nayo inatajwa. Kutoka Tanga, Harai Kipingu, Channel 10. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Anna Atanas Paul, amesema serikali itaendelea kuipa kipaumbele sekta ya barabara kwani ni njia muhimu ya kukuza uchumi wa nchi na wananchi wake. Zungumza katika hafla ya ufunguzi wa barabara ya Konde Msuka yenye urefu wa kilomita 4.1 ikiwa ni maadhimisho ya kutimia miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, Waziri Paul amesema barabara bora zitasaidia kuimarisha usafiri, kuongeza fursa za biashara na kuboresha huduma za kijamii. Ujenzi wa barabara ya Konde Msuka yenye urefu wa kilomita 4.1 ni sehemu ya uimarishaji wa huduma za usafiri kwa njia ya barabara katika maeneo ya vijijini kwa lengo la kuwaondolea kero ya usafiri wananchi mbalimbali wanaoishi katika maeneo haya. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba pamoja na mwakilishi wa jimbo la Konde wamezungumzia umuhimu wa barabara iliyofunguliwa na kusisitiza kuwa barabara bora ni chachu ya maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Uzinduzi wa barabara hii leo hii ni hatua muhimu ya serikali ya kuhamasisha wananchi na wajasiriamali tuendelee kutumia neema hizi ambazo zimekuja kupitia serikali yetu. Barabara hii tulioifungua leo ilikuwa na changamoto, lakini leo ni furaha kwa wakaazi wote wa Msuka na wanajimbo la Konde kwa sababu imeenda kuondoa
na imesaidia kurahisisha biashara zao. Tanzania bilioni 5,863 na laki 7,647 za mradi huu zimetumika katika ujenzi wa barabara hii ya Konde Msuka yenye kilomita 4.1. Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mkuu wa wilaya ya Sikonge Thomas Miyinga ametangaza nia ya kuwasaka watu waliofanya uharibifu wa miundombinu ya mradi wa maji kutoka Ziwa Victoria kwenda wilayani Sikonge kwa lengo la kupata maji ya kunyoshea mifugo yao. Akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika wilaya ya Sikonge kwa mwaka 2025, mkuu wa wilaya ya Sikonge Thomas Miyinga akagusia mradi huo mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria, huku akitoa wito kwa wananchi kutunza miundombinu ambayo serikali inatumia fedha nyingi kuitekeleza. Asije akajitokeza mwananchi mmoja tu peke yake kwa faida yake au kwa matakwa yake binafsi akaamua kuharibu miundombinu na akasababisha kundi kubwa likakosa huduma kwa sababu yake. Kwa hiyo elimu tumeitoa na wale ambao wamehusika na uharibifu huo tutawachukulia hatua na tayari mchakato wa ukamataji umeshaanza kwa sababu baada ya kusikia kwamba kuna jambo hilo wamekimbia. Katika wilaya Sikonge kwa mwaka wa fedha 2025-2026, serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 67 kwa ajili ya utekelezaji wa miundombinu mbalimbali ikiwemo ya elimu, afya, maji na barabara ili kuondolea adha wananchi. Hapa mwenyekiti wa halmashauri hiyo akasisitiza wataalamu kutimiza wajibu wao katika kusimamia miradi hiyo. Napenda kutoa rai kwa mkurugenzi na wataalamu waendelee kusimamia miradi na utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuzingatia sheria, taratibu zilizowekwa na nchi yetu na kuhakikisha changamoto mbalimbali zinazotekelezwa zinatatuliwa kwa wakati. Nguvu kubwa ambazo Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake ya awamu ya 6 inahakikisha zitakuja. Kwa hiyo sisi pia tunahakikisha kwamba miradi inatekelezeka. Uharibifu wa miundombinu inayotekelezwa na serikali ukiwemo mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria umewagusa wananchi kutokana na adha kubwa ya upatikanaji wa maji iliyokuwa ikiwakabili. Kiangazi kilichopita tumehangaika sana upande wa maji. Maji ambayo bwawa tunalitegemea la Utiete lilikauka. Ila kwa sasa tunapoona maji ya Ziwa Victoria miundombinu inaendelea, ni swala la kumshukuru Mheshimiwa Rais. Mtu anapoharibu miundombinu kama huo anakuwa amehujumu serikali. Amehujumu serikali na pia amehujumu wananchi. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Katibu Mkuu wa Uchukuzi Profesa Gorius Kaharara amewataka wadau wa sekta ya uchukuzi kuendelea kushirikiana na kuongeza ufanisi katika huduma kwa vile sekta hiyo ina mchango mkubwa katika uchumi wa nchi. Profesa Kaharara amesema hayo kwenye kikao kilichokutanisha wadau wa bandari jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na mambo mengine wadau hao wamejadili maboresho yaliyofanywa kwa kiwango cha kutia nanga katika bandari ya Dar es Salaam. Wadau wote tunaona sekta imekuwa kwa spidi kubwa sana. Tulikuwa tunafanya analysis na wenzetu wa NBS. Transport kila segment inakuwa more than 25-30%. Shika aviation, shika maritime, shika kwenye land, lakini mambo yanatokea. Lakini tunaona kabisa sekta hii ni opportunity kubwa sana katika uchumi wa nchi. Kulinganisha na mwaka jana tumezidi kwa 26%. Kulinganisha na lengo tumezidi kwa 19.7%. Upande wa idadi za meli deep sea tumeweza kuhudumia meli 76. Lengo letu lilikuwa kuhudumia meli 87 na mwaka jana tulihudumia meli 74. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu TAMISEMI mhandisi Rogatus Mativila ameweka wazi kuwa mzani wa kupima magari uliopo Vigwaza mkoani Pwani utatumika pia kwa magari yatakayohudumiwa katika bandari kavu ya Kwara, huku mkurugenzi wa shirika la reli Tanzania TRC mhandisi Machibia Masanja akisema shirika hilo litaendelea kuboresha vichwa vya treni ili viweze kusafirisha mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo kama yule msafirishaji anaweza kaona kwenye mkeka kule kuna dalili kwamba mizidi, ni bora arekebishe, au basi wazo lingine liwe la mjumbe pale kwamba pale Vigwaza iwe ndio sehemu ya kwanza ya kujiridhisha na mzigo. Kama umezidi pale aweze kurekebisha au kupunguza.
jukumu hilo tumelichukua na tayari tumeshasaini mikataba ya wakandarasi, na mpaka hivi tunavyoongea kutoka vichwa 7 vya uhakika TRC tumeongeza idadi ya vichwa vinavyofikia 18 kwa sasa. Kwa hiyo matarajio yetu pia itakapofika April mpaka Mei mwaka huu tuwe kwenye idadi ya vichwa vinavyofikia 58 kwa Mei. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Na mtazamaji, na sasa karibu tutazame katika upande wa habari za michezo, ambapo tunaambiwa baadhi ya wadau na mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wameeleza kufurahishwa na mafanikio ya timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, baada ya kufanikiwa kufuzu hatua ya 16 bora ya michuano ya AFCON inayoendelea nchini Morocco. Mashabiki hao wameeleza furaha yao, huku wakisema kuwa timu hiyo kwa sasa imezidi kuimarika na kuiombea heri kuelekea kwenye mchezo ujao wa hatua ya mtoano. Tuwasikilize kama walivyozungumza na Channel 10 michezo. Leo haijalishi tumepita kwa design gani, lakini kwenye system ishaonekana zaidi kwamba timu ya taifa ya Tanzania imefuzu katika mashindano ya 16 bora. Kwa hiyo kuna baadhi wa Tanzania, lazima niseme, ukiangalia kwenye nyuso zao unaweza kuona na furaha, lakini kwenye nafsi zao zikufurahi. Lakini lazima usimame kwenye furaha kwa sababu tayari jambo limeshatokea. Tusimame katika umoja, tuendelee kuiombea taifa letu. Mimi binafsi yangu nilikuwa najua tunaweza tukafanya vizuri, kwa sababu makocha wa nje huwa wapangiwi timu, wanapanga timu nzuri kwa uwezo wa wachezaji, si ndio? Ndio maana tumefanya vizuri, matokeo yameonekana, umeelewa? Tuko vizuri na inawezekana tukasogea zaidi ya hapo. Mimi nasema Taifa Stars imecheza vizuri, sio hapa tu, hata nyuma kidogo imecheza vizuri tu. Kwa hatua iliyofikia kumtoa Tunisia, kucheza na Tunisia, kupata angalau moja. Tumejitahidi kwa ukiangalia katika renki Tunisia iko mbali sana yani maana yake ni mbali. Kwa hiyo sisi kwa ujumla timu imecheza vizuri na inawezekana kufanya maajabu vile vile. Sikiliza nikwambie, kocha ndio kila kitu. Watu wanasema tu pengine sijui makocha wazawa hawafanyi vizuri, lakini kocha ndio kila kitu ambao umesomea. Hata kidogo samani kidogo. Naingia kwenye timu sasa. Kama Yanga, kocha aliyokuja Yanga. Yaani makocha ndio kila kitu blaza, wale ndio ndoa plani, bwana fanya hivi, fanya hivi. Uingia pale fanya hivi. Tatizo kubwa lipo katika wafungaji. Hichi ndio kilio chetu. Hivyo basi, tulikuwa tunaomba serikali iangalie kwa jicho la pili au wageni tunaowasajili. Tuweze kuwapa uraia hapa kwetu ili tuweze kupata tuzo na sisi. Kwa nini kila siku yani tuwe wageni sisi? Wanang'ang'ania sijui uraia pacha hatutaki. Hapana bwana, tuangalie na maslahi ya nchi. Na mtazamaji, hii ni Asubuhi Njema. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela.